Naam, ujambo na karibu ndani ya JCTV. Hiki ni chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ndani ya JCTV wao tunakuletea taarifa mbalimbali ambazo zinajiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tunakuletea taarifa ambazo zinahusiana na masuala ya kisiasa, uchumi, michezo, jamii na kadhalika. Hapa unapata uchambuzi kabisa wa kina kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Alhamis, Machi 26 mwaka wa 2026. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. Tulionayo hii leo: waasi wa M23 waripotiwa kuanza kuondoka katika baadhi ya maeneo huko wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Utamsikia hapo baadaye Tafuteni ambaye ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia wilayani Lubero. Waasi wa M23 walijiondoa tangu siku ya pili tarehe 24 hapo Kipese na kando kando. Hali inaripotiwa kuwa tulivu bondeni mwa mto Ruzizi. Hakuna purukushani zozote, hakuna risasi, ni amani kwenda mbele. Hiyo ni baada ya mapigano kuripotiwa kwa siku kadhaa mwanzoni mwa wiki jana kati ya jeshi la taifa linaloshirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Utamsikia baadaye msemaji wa kundi la wazalendo Strategy na Mubamba kutoka bondeni mwa mto Ruzizi. Baadhi ya raia wengi ambao walikuwa wameyakimbia makazi yao kutokana na mapambano wamekwisha rudi kijiji cha Runingu. Wakazi karibuni takriban 98% wamekwisha rudi. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu mtazamaji. Huko wilayani Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaambiwa kwamba waasi wa M23 wameanza kufungasha virago na kuelekea katika maeneo ambako mashirika ya kiraia yanasema kwamba hawajui wanaelekea wapi. Nilizungumza na Tafuteni ambaye ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye alianza kwa kueleza zaidi kuhusiana na taarifa hizi. Gisi bwana journaliste umetoka sema, waasi wa M23 walijiondoa tangu siku ya pili tarehe 24 hapo Kipese na kando kando, pia pembezoni mwa Lake Edward ambako wametoka wameenda ngambo ya Rushuru kutoka kwa ile eneo ya bahari. Lakini hapo Kipese, wale ambao walitoka Kipese hawajaenda mwendo mrefu, wangali karibu kilomita 10 hivi. Juu hali ya barabara sio nzuri na hatujui kama wataenda ama tena watakuwa namna gani, kwani wameonekana na magari zao za kubeba mizigo, masasi na vingine na masilaha kubwa kubwa karibu tuna hapo walikuwa wanaikala Katondi. Hiyo ambayo tunajua, tukijua gisi wametoka maeneo mingi ila hawajaenda mbali na kwenye walikuwa wanaikala kufatana na hali ya njia, na hatuyajua wapi wanaendea na nini iliwafikia, nini iliacha wanatoka bila masasi, bila vita kwenye walikuwa wanaikala siku za pata mwaka mmoja na zaidi ya miezi 2. Kwa sasa navyoongea na wewe hakuna hata askari mmoja wa M23 Lubero? Hapana, Lubero centre hakuna hajawahi fika, lakini mtaani Lubero kwenye walikuwa wanamiliki walitoka. Inaacha tunakosa kujua kama wanaenda ama ni mchezo tena yenyewe wako nacheza hapo. Kwa namna unavyoona mambo kisi alivyo huko, inawezekana labda ni haya makubaliano ambayo walisaini huko Washington, makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda ambayo walisaini Washington mwaka jana, ndo imepelekea wao kuanza kuondoka huko? Ndiyo, sisi huku tunawazia ni utekelezaji wa mazungumzo ambayo ama mikataba ambayo walikuwa wamesaini huko Washington, ndiyo inaacha wanaenda, ila hatuyajua nini, kwani walisaini kumepita miezi mingi. Kwa sasa ndio tunaanza ona huku kwetu
akose njo itaanja kuonekana huku kwetu. Na ninyi kama mashirika ya kiraia mmepokeaje taarifa za kuondoka kwa M23 katika baadhi ya maeneo huko Lubero? Kusema kweli, kuondoka kwao ni jambo la shukurani sana, tukijua hali ya vita ilikuwa imechosha watu wote, raia zaidi sana, na wakiondoka bila vita itakuwa kitu ya maana sana kwa raia ya Lubero na ama ya Kivu ya Kaskazini kwa jumla. Na tukiangalia katika maeneo mengine ambayo yapo kando na wilaya ya Lubero, je, kuna taarifa za wao kuondoka au ni Lubero tu? Yasemekana wametoka ngambo ya Masisi na ngambo ya Walikale bila sisi kujua kweli kweli, kwani hapa kwenye tuko ni kilomita mingi lakini habari ambazo nazo wanaanja toka kidogo bila msukumo ya kabambi haiyaonekana sana, kwani wanasema wamefunga vitu yao, wametoka kilomita sawa 3, 4, 5 vile vile. Fasi yote ni ile ile. Naam, mbali na taarifa za wao kuondoka, hakuna taarifa zozote labda za mapigano katika baadhi ya maeneo huko Lubero, Walikale na sehemu nyingine? Hizi siku hapa kwetu Lubero siye hatuyasikia tena mlio wa risasi, ijapo vikundi mingi vinaonekana karibu na karibu, lakini masasi huku kwetu haialia tena. Na pembezoni ya ile kunakuwa mbalimbali ya M23 kuko ADF ambayo nayo inasumbua watu hapa mtaani Lubero, nafasi ya magharibi mwa mtaa wa Lubero. Ndio ile nayo inasumbua, lakini kwa hii mwezi yote ikuwe ADF ikuwe M23 hawajaleta tena fujo, vita haikukua, masasi haikulia, hata kuua watu haikukua tena. Tumesikia kwamba jeshi la Uganda ambalo lilikuwa linapatikana maeneo ya Mahagi huko mkoani Ituri vile vile limeanza kuondoka. Una taarifa hizi? Tuliwahi sikia ya kwamba kumeonekana tweet ya muongozi mmoja wa wale ambao wanaongoza jeshi ya Uganda, lakini hapa Lubero ambako tuko tunajua UPDF inaikala hapa, hatuyapata habari ya kusema wanaondoka, ila ile maneno ya tweet ndio tulikuwa tumesikia. Na kama ni UPDF iko hapa Lubero ama fasi ingine mahali kwa Kongo, walipata mwaliko wa government ya Kongo, labuda tunayowaza watapana habari gisi watarudia, ila kwetu sisi raia ya Lubero hatuyaona ile ya maana, kwani kazi ambayo iliacha wanafika haijaisha bado. Ni tafuteni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia wilayani Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwishowe kabisa, hali inaripotiwa kuwa shwari bondeni mwa mto Ruzizi baada ya mapigano ya siku kadhaa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linashirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 mwanzoni mwa wiki jana. Nilifanya mazungumzo na Strategia na Mubamba ambaye ni msemaji wa kundi la FABB lake Jemedari Delfe Ngomanzito, ambaye alianza kwa kunihakikishia taarifa hii. Ni kweli kwamba baada ya mapambano makali ambayo yaliweza kuripotiwa kwenye vijiji vya Kabunambo, Biriba na Kasambura vilivyosababisha waasi wa M23 kuweza kufurushwa kwenye maeneo hayo, kwa sasa hali bado ingali ya kusuasua. Kila mtu bado anayalinda maeneo yake, alafu wanajeshi wa pande zote mbili, wasi wa M23 pamoja na jeshi la taifa ambalo linashirikiana na wazalendo, wanaangaliana kama pusi na paka. Mnamo muda si muda mapambano yanaweza yakaanzishwa ikiwa waasi wa M23 hawataheshimu mkataba ambao uliweza
iliweza kusainiwa na kinara wao Paul Kagame huko Washington na rais wa nchi ya Kongo Felix Tshisekedi. Kwa sasa hali inaonekana kuwa ya wasiwasi, lakini baadhi ya raia wengi ambao walikuwa wameyakimbia makazi yao kutokana na mapambano wamekwisha rudi kijiji cha Runingu. Wakazi karibuni takriban asilimia 98 wamekwisha rudi kijiji cha Kasambura, vile vile kijiji cha Biriba, Nikamba nako wakaaji ambao walikuwa wamekimbia wote wamekwisha kurudia na hali inaanza kurudia shwari. Alafu shughuli zote zinaanza kuendeshwa kama kawaida, soko, usafiri, mambo yameanza kurudia shwari. Ni kusubiri tuone yale ambayo yatajiri katika masaa ambayo inakuja mbele yetu, lakini kwa sasa wazalendo pamoja na jeshi la taifa wanaendelea kushikilia maeneo ambayo waliweza kuyadhibiti. Wazalendo pamoja na jeshi la taifa wanaendelea kushikilia maeneo ambayo wanayadhibiti. Pengine wasikilizaji watataka kufahamu ni maeneo gani hayo? Bila shaka bwana mtangazaji, nilisema kwamba baada ya mapambano ambayo iliweza kurindima bondeni mwa mto Ruzizi, wazalendo walifaulu kuwafukuza waasi wa M23 kwenye vijiji vya Biriba, Mikamba pamoja na Kasambura na sehemu moja ya Kabunambo, na ni maeneo hayo ndiyo inaendelea kushikiliwa na jeshi la taifa pamoja na wazalendo wa Unité Special inayoongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalimbe Ngoma Nzito pamoja na wazalendo wengine ambao wanaunga mkono muungano huo wa wazalendo. Umesema hali kwa sasa ni tulivu. Nini kimesababisha hali hii ya utulivu kwa sasa? Ni makubaliano kusitisha mapigano au ni mikakati yenu ya kijeshi ambayo umechukua pande zote mbili? Ndiyo, ni mikakati ya kijeshi ambayo bado kuna maandalizi ambayo bado yanaendelea pande zote mbili. Alafu pia kuna makubaliano ambayo iliweza kusainiwa na kuna starehe iliweza kupewa kwa jeshi la Rwanda ambalo bado lina wanajeshi wake huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan jimboni Kivu ya Kusini kwenye vijiji vya Sange na kando kando, ambao waliweza kupewa siku saa 72 waweze kuondoka maeneo hayo. Alafu wazalendo katika hali ya kusubiria pamoja na jeshi la taifa na kuheshimu makubaliano ambayo iliweza kusainiwa. Ndiyo maana amani bado inaendelea kusikika, hakuna risasi, kila mtu anafanya shughuli zake kama kawaida, tukisubiri kama jeshi la Rwanda litaheshimu saa 72 ambazo waliweza kupewa, kisha mipangilio mengine itaweza kuchukuliwa kuangalia namna gani watafyekwa na kufurushwa kinguvu kwenye maeneo ambamo bado wangali wanaonekana, huku wakiendesha unyanyasaji zidi ya raia, wakiua raia kiolela, wakipora vitu vya watu. Ngombe kadhaa bondeni mwa mto Ruzizi ziliweza kuporwa na kupelekwa huko Bwegera pasipo makubaliano na wenye ngombe. Alafu kuna watu ambao waliweza kuuliwa kiolela hapo Luvungi, wakishakiwa kama ni wazalendo, ni vijana takriban 8 hivi ambao waliweza kuuliwa wakizaniwa kwamba ni wazalendo ambao waliingia Luvungi. Unaona ni katika hali gani raia wa maeneo hayo wanakaa katika hali ya wasiwasi, hawana ruhusa ya kwenda shambani kama jinsi wanazoea, kwa sababu bwana mtangazaji, tukumbushe kwamba bondeni mwa mto Ruzizi raia wengi wanaishi kwa shughuli za ufugaji, ulimaji na uchuruzi. Alafu ukiwaambia wasiende shambani au wasiende kuchunga ngombe zao, unaona katika hali gani unawatatiza na unawaingizia magumu katika jamaa nyingi, kwa sababu wengi wao wanaishi kwa shughuli za kilimo na kifugaji. Umesema jeshi la Rwanda limepewa masaa 72 kuweza kuondoka. Nini kama wazalendo, msimamo wenu ni upi kwa sasa kuhusu masaa hayo 72 endapo wataondoka? Ikiwa hawataheshimu ile makubaliano, bwana mtangazaji, wazalendo tuko imara.
tutawafika, tutashirikiana na jeshi la taifa ili kuweza kupigana, kuweza kugomboa nchi yetu. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo ina rasilimali, ina vijana hodari na pia ina mali ambayo inaweza ikatumiwa katika hali ya kupigana ili raia wa Kongo aweze kuishi kwa amani, aishi katika maridhiano, aishi katika utulivu, kwa sababu mkongomani ana haki ya kuendesha shughuli zake kama kawaida. Sio tu mkongomani ndiye atakuwa anakimbia kila siku, hapana. Nasi tuna haki ya kuishi kwa amani, tuna haki ya kuendesha shughuli zetu katika maridhiano, na pia tuna haki ya kuweza kuona maendeleo. Nchi yetu imekumbwa na vita miaka nenda. Tuna haki sasa ya kuona maendeleo ikiletwa ili kwamba raia wa Kongo waweze kuyashuhudia na pia waweze nchi nyingine. Hivi mnashirikianaje na wananchi wa maeneo mnakodhibiti ninyi kuhakikisha kwamba usalama na maisha yao yanaendelea kama kawaida? Maisha ya raia wananchi maeneo ambamo sisi tunadhibiti, kila mtu anafanya shughuli yake bila tatizo. Usalama umerejea, bwana mtangazaji. Kila fasi ambapo inadhibitiwa na jeshi la taifa na pamoja na wazalendo, usalama umerejea. Kila raia anaendesha shughuli zake kama kawaida. Mlimaji analima bila oga, mfugaji anafuga nyama zake, anazichunga bila tatizo, mchuruzi anachuruza, mfanyabiashara, alafu wanafunzi wana shule, wanaenda shule kama kawaida, kwa sababu walimaji hawakukuwa na ruhusa ya kwenda shambani, ila kwa sasa wote wanaanza enda shambani bila tatizo. Unaona ni katika hali gani usalama umerejea na kila mtu alipata uhuru wa kuweza kuendesha shughuli zake bila tatizo. Naam. Nini kama wazalendo mnatoa wito gani au ujumbe gani kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya vita huko katika bonde la mto Ruzizi? Ujumbe ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iendelee kuunga mkono wazalendo ili kwamba washirikiane na jeshi la taifa kuweza kufikia mbali adui huyu ambaye analenga kuweza kugawa nchi yetu, analenga kuweza kuchukua udongo wa mababu zetu. Ndio maana tunatoa wito kwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa waache kuunga mkono uporaji wa rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka nenda wanaunga mkono jeshi la Rwanda, wanawapa pesa ili kwamba waweze kushirikiana na kuweza kutesa, kuua, kubaka wa mama zetu na kuendesha mauaji ya kimbari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa Kongo wana haki ya amani, wana haki ya maendeleo, wana haki ya maridhiano, wana haki ya kuendesha shughuli zao bila tatizo. Na ni kwa taarifa hii ya Strategy na Mubamba ndo mimi nafungasha mtazamaji. Tukutane siku nyingine wakati mwingine panapo majaliwa. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.